kurudia kwa wangu niweze kuhubiri. Ninaomba kwa muda mchache sana niruhusu nipotee hilo na itakuwa ni baraka. Wapendwa, tunaishi katika ulimwengu ambao Mungu ametuweka tuishi, na pamoja na hivyo Mungu akatuma mwanawe pekee Yesu Kristo ili aweze kutufikia kwa njia ya wokovu, atuokoe, na tunaokoka leo. Bwana atukuzwe. Na wakati Mungu ametuokoa, Mungu hajatuokoa na kutuacha. Kama vile alivyoambia wanafunzi wake kwamba sitawaacha kama yatima, akasema naja kwenu, akasema natuma msaidizi, akamwambia bado kitambo kidogo mtaniona, lakini bado kitambo mtaniona, na akamwambia sasa hivi nahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha, kama vile mama huwa mjamzito na anakuwa na hali ya kuugua, hali ya kuumwa, anakuwa na uchungu, na akiwa mama akiwa anaumwa kuna hata uamuzi anafanya, anasema hata wahi leta watu wengine dunia hii, anaongea mambo mengi, anasema ndio mwisho wake. Na kipindi kile kinakuwa kipindi kizito kwa mama anayejifungua. Yesu akapeana mfano wa mama wa yeye kuondoka kwake na kuenda kwa msalabani, akasema itakuwa huzuni kwa hao mitume, lakini akamwambia baadaye itakuwa furaha kwenu. Na katika Yesu akafanisha kitu hicho, na baadaye akamwambia mimi nitakuja kwenu, maana nitatumia msaidizi. Na Yesu alikuwa anarudi katika maisha ya mitume kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na pamoja na hivyo kwamba huyu Mungu kama vile alivyotaka kukaa na mitume na kuishi na mitume na kuongoza siku zote, hata leo ndivyo alivyo. Ndivyo kwamba tumejengwa kwa misingi ya manabii na mitume, na tuko kwa hiyo foundation. Na kwa hivyo Yesu Kristo yeye yule jana, leo na milele. Na Mungu kuna kazi kubwa angetaka kuifanya katika maisha yetu sisi ambaye ametuokoa. Mungu hakuokoi ubaki umekoma pale. Mungu hakuokoi na ukuacha vile umeokolewa. Baadhi watu wengi ambao wanaingia kanisa kwa sababu ya kutokuelewa kazi ambao wokovu unaleta ama kazi wokovu unafanya, wengi wamestagnant, wengi wamekwama. Na watu wengi pia wamefikiria kanisa ni mahali tumejenga, tumefanya vitu, watu wamejaa, tunajaza kanisa, tunajenga biashara. Lakini kuna kazi Mungu anatamani iweze kuendelea ndani ya kanisa. Namba wale wakiwa kanisa, namba tuwa kumsanya tukiwa kanisa, ametusanya akiwa ana kazi. Mungu hajatuita kwa sababu tulikuwa tumekamilika. Mungu hajatuita kwa tulikuwa wazuri. Wakomu nikujia watu waliokuwa wabaya. Wakati nikuja kwa Israeli Wayahudi wakamkataa. Katika John 1 and verse 11, alikuja kwa hiyo wake Wayahudi Israeli wakamkataa. Baadaye akaendea watu wa mataifa. Sisi ambao tulikuwa katika mpango ya wokovu na baraka za Mungu, tukakuwa grafted kupitia Kristo, tumeunganishwa kuwa taifa na takatifu la Mungu, tumekuwa jamii ya Mungu kupitia kazi ya msalaba. Bwana tuze. Kwa hivyo unaposikia kazi ya msalaba, Bwana anasema kazi ya msalaba kwa wanaopotea ni kumbavu, lakini kwetu tunaoamini ni nguvu za Mungu za kutuokoa. Kwa hivyo kuna kazi Yesu anatamani iendelee katika maisha ya watu ambao wameokoka. Wapendwa, wewe you are in progress, you are work in progress. Kuna ukiangalia nyumba ikijengwa, inajengwa kutoka foundation imewekwa, inaendelea. Ukiangalia pale mijengo mingi wanasema kwamba the work in progress, kama wanataka kitu mbele, wanakwambia kuna kazi inaendelea. Bwana tuze. Wewe ni Mungu amekuita kwa sababu anajua ana kazi anataka kufanya kwako. Na ni mbaya sana ustagnant, ni mbaya sana ukwame, nimeokoka na inala furu, inaisha pale. Lazima ujue kuna kazi Mungu anataka ifanyike ndani yako. Na ninaomba niweze kuzungumza kuhusu the transformation. Hiyo ndio yule kwa nao na sisi tuweze kuwa watu tofauti. Haleluya. Lazima tuweze kuwa tofauti. Wewe ndio mtu wa tofauti kama hakuna kazi imeendelea na kuendeleza kuwa tofauti. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kanisa lake siwe hili
Wapendwa, tumeokolewa turithi uzima, tumeokolewa tutengenezwe ili tuweze kusifu ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa ujumbe wewe ni kazi ya Mungu na Mungu anataka ufanyie kazi. Katika kitabu cha Efeso mlango wa 4 na mstari wa 11, maana kwamba itakuwa wengine kuwa manabii, wengine kuwa mitume, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo hata watu wafikie kimo cha Kristo. Kwa wamechaguliwa wajenge watu, wajenge kanisa, wajenge watu wa ufalme wakamilike. Kama wewe hujakamilika, uko kwenye kazi, na lazima ukubali kazi hiyo iendelee. Haleluya. Kwa hiyo nataka tuongee mambo matatu kwa haraka sana. Ninaita kwamba the agent of transformation. The agent of transformation. The agent of transformation. Nikaambia siku ya kesho kwamba ukiangalia zile sabuni huwa wanatumia kufua nguo, sana sana sabuni za Omo na Tosi na zingine, ile imeandikwa detergent. Amen. Na detergent ni kwamba sabuni hii ama hiyo powder kuna chemical na ambayo ina uwezo wa hii nguo kama ya German white. Leo akiguza na mtoto uchafu ama matope vile mahali, mama Shiro anakuwa hiyo t-shirt, anaiweka kwa maji, anaweka hiyo powder ambayo ina detergent, ambayo ina uwezo, ina assurance ya kutoa madoadoa. Wale uangalia news na advertising kwa TV, utaona kuna advertising inafanywa za Ariel na Omo, na baadaye wanaenda kwa sababu nyingine ya unga na wanakuonyesha kwamba hii haitoi madoadoa, wanakwambia atakuosha ndio ndio na kazi, sio? Baadaye wanaonyesha nyingine, unaambiwa hii ndio na Ariel, na baada ya kuosha na Ariel angweli inakaa. Bwana siku sana. Because it carries some chemical or detergent ambayo inatoa madoadoa. Bwana siwe inatransform hiyo nguo kutoka kwa uchafu mpaka iwe safi. Haleluya. So katika maisha ya wokovu, Mungu angetamani atubadilishe. Kazi kubwa Mungu anataka kwetu ni kwamba tukubali atutengeneze, tukubali atutengeneze, tukubali atubadilishe. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke katika fallen nature, Adamu na Hawa, baada ya mwanguko, mwanadamu kuna kutu ambazo ziko ndani ya mwanadamu ambazo zinahitaji kuoshwa, zinahitaji kutolewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna vitu vinafaa vitolewe ili upitie process, na kutolewa is a process of transformation. The transformation is come from the metamorphosis. Kwamba ni process ya kutoka hatua moja kwenda ingine, kwenda ingine, mpaka butterfly itokee ikiwa na utukufu. Haleluya. Mungu anatamani maisha yetu yamalizie mahali kwa glorious. Haleluya. Tamanio la Mungu, Yesu anakuja kuchukua kanisa ambalo ni glorious church. Yesu anakuja kuchukua Wakristo ambao wametengenezwa. Na ndio maana kama wachungaji, kama viongozi wa kanisa, tuna kazi ya kuhakikisha kwamba tutumie wa Mungu kwa kuhakikisha kwamba tunajenga watu, tunawatengeneza waweze kufaa kuchukuliwa na Bwana Yesu ambaye ni Bwana wa kanisa. Haleluya. Na hiyo kazi Mungu ametuweka leo. Hiyo kazi Mungu amenitia. Haleluya. Ukiwa hujui mtumaji na mtumaji ana kazi, na sehemu yako mseme mtumaji, na sehemu yangu nikufundishe, nikuhubirie, nikukemee, nikurekebishe, na ukubali kukemewa. Sio kwamba kuna Wakristo ambao hawataki kukemewa, hawataki kufuatwa, hawataki kuna vitu basi kitaka kueleza kwako, unasema baba yangu, ndugu yangu ananifuata nini? Basi sikiza. Kama wewe ni
kwa injili, kwa mafundisho, kwa kukemea, wakati mwingine kwa mashauri, ili uweze kutokelezea ukiwa glorious. Sema amen. Kwa kuna aina tatu ya agents ambao Mungu anatumia. Ni mingi, sitaongelea zingine, lakini haraka sana nikimbie niongele tatu. One of them inaitwa the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni utatu na ni Roho wa Mungu ambaye yuko kwenye kazi. Yesu alipokuwa duniani aliongoza kanisa, aliwahubiria, alifundisha wanafunzi wake. Wakati Yesu alimaliza kazi miaka 3.5, akiondoka aliambia wanafunzi wake, sitawacha kama yatima. Anawaambia kwamba nitawaachia msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye anaitwa Roho wa milele, ambaye atakaa na nyinyi siku zote. Bwana tukuze. Kwa Roho Mtakatifu ana kazi ya kuhakikisha kwamba maisha yako yamebadilika. Hakuna vile huwezi kubadilisha. You cannot change yourself. You need the power of the Holy Spirit. You need the person of the Holy Spirit in you to change you, to guide you, to lead you. Hallelujah. Roho Mtakatifu alipewa kanisa kukusaidia kukamilika. Hakuna mtu akamilika bila huyo Roho. Hallelujah. Number 2, the blood of Jesus. Damu ya Yesu ina kazi katika maisha yetu, kututakasa, kutuosha, kutuondolea dhambi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Number 3, the word of God. Mambo ngapi? Kuna mengi tutaongea siku nyingine, lakini mambo haya matatu nyingine. The agent of change, the agent of transformation. Number 1, the Holy Spirit. Number 2, the blood of Jesus. Number 3, the word of God. Neno la Mungu linabadilisha mtu aliyekuwa jambazi. Neno la Mungu linabadilisha mtu aliyekuwa mlevi. Neno la Mungu linabadilisha mtu aliyekuwa msharati. Anakuwa mwenye haki. Kwa neno la Mungu lina nguvu ya kukubadilisha. Kama utakubali, kama utakubaliana, kama utaruhusu neno la Mungu katika maisha yako, bali neno linaweza kukuchonga, neno linaweza kukutengeneza mpaka watu waliokujua wakikuangalia wanashangaa. Leo Amos aliuliza Lizi, huyo pasa alikupea nini? Ama siku ile neno ambalo ulio hapa, inaamini kwa wale ambao wanaamini na wale ambao watendea. Neno ulio hapa ina uwezo wa kubadilisha mtu, ina uwezo wa kutoa tabia fulani kama utakubali. Watu wengi tumekuwa kama vile Yakobo anasema, tunaenda mbele ya kioo, tunajiangalia, tukitoka tunasahau vitu hivyo. Lakini neno la Mungu limefaa kufanyika kioo ya maisha yako. Neno la Mungu linafaa kujiangalia nalo. Linafaa uhubiriwe neno, uchukue neno, uliweka maisha yako, lifanye scanning kwa maisha yako. Kuna vitu neno la Mungu linakataa. Kuna vitu neno la Mungu linakwambia usai kuishi kama umeokoka. Wapendwa, we are in this kingdom, and this we are in the one. We have two kingdoms. The kingdom of God and the kingdom of the devil. Hallelujah. Na hata leo kuna makanisa na kuna wahubiri, kuna watu wakindufa roho shetani. Hata kwa jina la Yesu. Sisi sio wote tunasema Bwana Bwana. Hallelujah. Hata leo kuna watu wakati mwingao na wanahubiri kwa jina la Yesu. Hallelujah. Yesu wengi. Ambia Yesu wengi. Simwambia kwa Yesu wengi. Hata kwa Yesu tumeona sio? Na kuna Yesu na kuna Yesu bali Yesu. Na hata leo ukienda sehemu kama za Israel na sehemu zingine, hata wale wanasema kwa mpira, unapata mtu anacheza mpira ameitwa Jesus. Yesu ni wengi. Bwana asifiwe. Na ndio maana katika Mathayo mtume mlango wa 3 ilibidi Petro atuambie kiwete, ilibidi aeleze ni Yesu gani. Na ndio maana anasema kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa hiyo anasema hivyo, sana kwa jina la Yesu. Yesu wengi. Bwana atukuze. Lakini tunaongea
na msalaba gani? Moja ni ya Yesu, ngine ni ya ewe ilikuwa mbili. Na kwa sababu katikati. Lazima mwangalie msalaba pia ni juu msalaba gani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kazi ya neno la Mungu ni kwamba uchukue neno ulitumie uangalie, am I doing, am I living according to the word? Am I walking to the standard of the word? Wapendwa, tukubali neno la Mungu kwa maisha yetu. Neno la Mungu liko perfect. Daudi anasema nimejaribiwa kuliko fedha. Linastahili. Paulo anasema neno hilo linastahili kwa mafundisho, kuwakemea ili watu wa Mungu wakamilike katika hilo. Haleluya. Bwana atukuzwe. Ninaomba sema niko machache katika jina la Yesu. Naomba ufungue kitabu cha Matthew chapter number 4. Tusome mistari michache, mstari tu mmoja ikiwezekana. Na basi Matthew 4 and verse number 19. Kitabu cha Mathayo mlango wake wa 4. Yes. Aya yake ya 19. Yeah. Akawaambia, nifuateni. Yesu akaambia wanafunzi mitume aliowaita, akawaambia nifuateni. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa nataka kuongea neno. Nifuateni nami nitawafanya. Nataka tuongee neno kufanywa. The word kufanywa is to be changed, is to be transformed. Hallelujah. Yesu anawaambia nifuate nami nitawafanya. Neno kufanywa is to be transformed. Ni kubadilishwa. Naomba tusome kitabu. Kitabu cha Warumi mlango 12 aya yake ya kwanza na ya pili kwa jina la Yesu. Wacha nijue pale kidogo na tumalizie. Hiyo ngine Warumi mlango wake wa 12. Yes. Aya ya kwanza na ya pili. Yeah. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu. Nawasihi katika huruma zake Mungu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu ili iwe dhabihu iliyo hai. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe. Wapendwa, kuna mahali mageuzi yanahitajika. Kwanza mawazo yako, nia zako lazima ukubali kugeuzwa pale. Lazima sasa ukubali kugeuzwa. Ukiwa hii kanisa, jua umekuja mahali pa mageuzi. Kuna watu tumetoka jamii, tumetoka wapendwa, tumetoka kuna mambo kule. Ukija hapa ukubali kugeuzwa. Mmoja kwa familia
Bwana asifiwe sana. Mungu si mwanadamu. Alingana God. Unajua mimi niko hapa. Mimi nataka jambo. Ilikuwa na wengi. Bali nao watu hawataka ndoa. Watu hawajui paka. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mlevi, nimekuwa maisha mengine. Nimetoka. Lakini nilipookoka, nikaja kwa ufalme huu. Nikakubali neno la Mungu nilibadilishe. I am today because of the word of God. Because I allow the process transformation. Nilikubali nikauzwe. Bwana asifiwe. Hakuna mtu hawezi kubadilika. Kubali neno la Mungu likamate mawazo yako. Uanze kubadilika kuanzia hapa. Mapenzi na kazi kubwa inayohitajika kwa maisha ya Mkristo is transformation. And the work of the church is to transform people. The work of the cross is to transform your life, your character. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lazima neno la Mungu lilete mageuzi, lilete mabadiliko, na kazi kubwa Mungu anaitamani ni transform maisha. Sikiza hiyo mstari. Kama sisi leo. Basi mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Ya kupendeza na ukamilifu. Hata nisome ina Amplified Bible, the same chapter, the same verse. Romans 12, verse 12. Do not be conformed to the world, to this world, this age, fashioned after and adapted to external, to its external, superficial customs, but be transformed. The word transform imekuwa tafsiri na eneo la Mungu change by the entire renewal of your mind, by its new idea and its new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and the acceptable and the perfect will of God, even the things which is good and the acceptable and the perfect in His sight for you. Neno transform inamaanisha kuwa change, kubadilishwa. Katika 1 Samuel chapter number 10 and verse number 6. I quote, unaweza andika usome nyumbani. 1 Samuel chapter number 10 verse number 6. Maneno kwamba hapa ni wakati Saul amepoteza babake kwa punda, na baadaye ametuma Sauli kwa punda, na baadaye Sauli amezunguka nyikani msituni kama punda amekosa. Baadaye akatafuta kama kuna mwonaji. Ijaza leo zamani. Kama kuna mwonaji, unajua kuna watu katika dunia hii wamejiweka kwa ofisi ya naonaje. Unajua mambo kama kuona pia ni biveka. Unaweza kugeuza kuwa mganga, unaweza kugeuza kuwa baba nyingine. Na sasa Saul akatafuta mtu wa kumwonea na kaenda. Kama leo kuna watu wamejiweka huduma hiyo kwa yeye kazi yake ni kuonea watu, na kuja wanakuonea mama yako. Sasa baada ya kuonea kigango kupatia. Wapendwa, neno la Mungu isupia. Neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kubali kujipeana kwa neno la Mungu. Wakristo wengi hawasomi neno. Wakristo wengi hawapendi maombi. Maisha yako hatakuja kwa mambo yako kama hautapenda neno. Neno la Mungu lina uwezo wa kupatia future. Joshua, katika Joshua 1 and verse number 8 9. Joshua anajua neno hili Torati litafakari usiku na mchana. Anajua ndipo sababu sipawi na kufanikisha njia yako. Wakristo
That's why today, ukiweka classes ama weke ibada, sema tukuje kama Monday, Tuesday. Grand tatu tunachoshangaa. Ati maombi kwa Wednesday. Ndio unalipa nyingine Tuesday. Watu wanashangaa. Watu wanaona hiyo request time. Kuna mtu anasema sasa sikumwombi kwa Wednesday. Na ni kufunga bado. Ndio weke Tuesday. Hapana sio kwambie. Anasema kuna shida. Baadaye nashukuru bishop wetu kwa kwamba aliweka mkutano ambao watu wanashangaa. Baadaye every week mtalika na mnalipa from Friday to Sunday. Tena kingine Friday to Sunday. Na hata utulipa kwa kitani. Watu wasio busy. Watu hawataki kufundishwa, hawataki neno. Kuja kanisani bila neno, ingia kwa maombi. Haleluya. Yesu alisema kuna mambo yanayoondoka isipokuwa kufunga na kuomba. Wao wanataka Yesu aondoke bila kufunga na kuomba. Nisikize vizuri. Hiyo ni injili hapa. Haleluya. Ni injili inakuhubiria. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Huyu Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuna mambo hayawezi. Na usingoje usio wako, usingoje uyaandike, ndio waje kuja mwanipani, kuja kanisa. Wacha na tabia. Haleluya. Jenga ushirika, jenga uhusiano na Mungu, jenga uhusiano na Roho Mtakatifu na ule maisha yako yajae maombi, yajae neno, usingoje ile sema neno. Na mimi na wachache. Asante kwa ile neno moja. Nilipitia moto ndio mzima. Usingoje mambo yake yaingie. Unajua watu wanabana shetani anasema peaje. Wakati maneno yanaingia, tunakuja unapata siku hiyo mambo yanaingia. Wakati mambo yanaingia, mama yanaingia, haupatikani mahali. Wakati ukonje unasoma ukuta. Wakati watoto wamekusoma ukuta, tunakuja kwa Mungu. Wacha mtafuta Mungu ile tabia yako. Yesu alipitia Matendo mlango 3. Kama Petro na Yohana walikuwa wakikwenda karudi saa 9 kila siku. Hawa wanaume katika mlango wa 4 mstari wa 3 wale kwamba walijua kama watu hawana kisomo, walijua kama watu hawana elimu, lakini walikosa nia yao, upside down, sana watu kila mahali walikuwa wanaingia. Watu wanasema watu hawa waliogeuza dunia wamekuja huku kwetu. Haleluya. Bwana tukufu. Kanisa tukitaka kuwa kanisa tofauti, ukitaka mama maisha yako Mungu anaingilia hata bila kuwa na kung'ang'ana. Ishi maisha ya ushirika na Mungu, ishi maisha ya ushirika na Roho Mtakatifu. Tenga na zako mamalini. Wakati uko pale kazi, unafanya kazi, unakuja unakuwa na ushirika na Mungu. Soma neno, penda maombi. Usingoje mambo yakuharibikie. Ukimbie kanisani. Narudia hii. Ninaomba usingoje mambo yakuharibikie. Ukimbie kanisani. Mungu anakuokoa. Ana mpango na wewe. Ayubu mlango wa kwanza, Ayubu alikuwa na ushirika wa kila siku. Ayubu alikuwa na kiu hata wakati alikuwa sawa. Ayubu alikuwa Mungu hata wakati mambo yalibadilika. Ayubu Mungu aliingilia kati kwa sababu Ayubu alikuwa mtu ambaye ana ushirika na Mungu. Hata wakati alifika alikamia yule alimwambia Shetani, ninamjua Ayubu, mimi ninamjua huyo, hata ukimgusa ninamjua. Unamjua? Eva, anakujua aje? Unataka ushirika? Unafanya maombi? Unatoa dhabihu? Hadi imeandika. Sikiza. You cannot fix God. Anaelewa? You cannot fix God. Ninaomba kanisa wacha tuisomee neno. Kama si ukiwa pale dukani wakati kaso na kama unapenda wimbo ile gospel ile kama ndio dunia kama napenda kama unapenda nyimbo za zamani napenda zamani ongea yale kama hiyo bali simu inafuata na kusoma kama unapenda game na utacheza na Arsenal mali unapenda kama unapenda game nataka hiyo yani kama unapenda pornography ukifungua tu nataka watu wako uchi ninakwambia click maana najua unapenda hiyo. Haleluya. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Wakati bado unapenda pastor. Kama bado unanipenda
Wewe ndio kujaza hapa. Unaona sema pastor hiyo mimi hapana. Biblia ukisoma inasoma. Baki mimi na mimi mama nasoma Biblia mpaka nikikuta na hiyo kitabu. Na sijaobiwa ni Biblia nimesoma. Nimesoma Biblia nikasikia machozi yamenitoka moto. Tena anasema nilipokula hiyo kitabu hiyo komo ndani yangu kwa mali kama tamu ikaingia tumbo ikawa kama moto. Neno la Mungu linaleta ukombozi wake tumekaa kwa nyumba yako. Ndio soma neno linaondoka. Ndio soma neno tukashio tunaacha. Unasoma neno inakusoma inakwambia wewe ni barabara toka hiyo barabara. Yaani neno la Mungu ni mali ya maisha yetu. Neno la Mungu limebeba kila kitu unahitaji mama. Hautaki kuhangaika, hautaki kwenda isoweza. Ingia katika neno, soma neno. Soma neno mama, usichana neno, usichana neno, soma neno. Cha neno. Pumua neno. Ongea neno. Ota neno. Ukijaa neno utaongea neno. Ukijaa neno utapumua neno. Ukijaa neno utaota neno. Watu wengi wanaota kukimbizwa. Wanaota kufanya wanyama kwenye mrefu. Sababu umehitaji kusalimia. Jaa neno. Kaza dada. Kaza neno. Wacha kujaza foto kwa kichwa. Wacha kujaza dunia. Sipitia hapo. Lakini sikiza. Wewe enda pale ukiwa na kusudi. Na ukitoka jaza ulimwengu wako neno. Mimi kijana ukitaka kuishi maisha matatu maisha masafi, ukitaka usifanye masturbation, ukitaka kuishi maisha hiyo masafi kijana, cha neno, ukitaka vitu vingine vitakusua kwa mwili, na vitaanza kitu kinarusha, kitu kinakutoka. Yesu anasema kile kimechana ya mtu, hicho ndicho kinatoka. Hili ni kusha, sasa maisha yako, sasa ulimwengu wako na neno. Ukienda kwa jirani utaongea neno. Ukitembea barabarani, ukikutana mtu zamani na wazee kama mzee ambaye ametoka kwa basela mzee hapa unapoamua kukula kwa maana sana unasikia kama ile ndani labda sasa hiyo Biblia inapoka Biblia inasema hata katika Yeremia hata katika Luka inasema kwa sababu mimi ndio hiyo kama vile hivyo sasa bali cha neno na bashiro kwani una ushuhuda basi una ushuhuda cha neno. Ukijaa neno utabadilisha maisha yako. Neno litakubadilisha. Neno litakuondoa kitosi, litakutakasa, litaleta ukombozi. Yaani Biblia kuna nini ilisaidiwa kwamba unaweza kusoma Biblia ukiwa peke yako ibadilisha maisha yako. Haleluya. Na ukija kupata tuhubiri inaweka hapa sana. Ukipata tuhubiri inafunguliwa zaidi. Na ukitoka hapa unapata ufunuo zaidi. Na maisha yako yanaanza kubadilika. Kusudi ya muda. Na wakati ambao tunao. Ninaomba nisiingie mwingine. Mungu kusudi kubwa, kazi kubwa. Paulo anasema katika Warumi 12 na mstari wa kwanza wa pili anasema be transform. Kazi kubwa Mungu ako nayo, shida ya kubariki. Sikiza, Mungu hana shida kukubariki mpya. Mimi naona watu juzi nilikuwa tunaongea usiku kuna jamaa kutoka Damset. Kama mchaka nani? Damset, anataka sana. Huyo jamaa amebarikiwa, anasimamisha ila sapo nje, mke anasimamisha rafo, wanaingia kwa ibada. Saa 12 kwa sana. Hiyo ndio kwa bishop hapa. Mtu anakabisha maneno kwa hiyo tano. Wewe ndio kwangu. Mimi naomba mwalimu hapa. Anasema mimi hapa au wageni, ndio watano wale kwangu. Wale kwangu waoge wakule wakunywe. Hata mimi ndio mwingine jamani. Nikashika jamani dunia. Naambia sasa mume wangu anateremka chini sana mjini. Tumeingia mahali, tumeingia studio, tunasoma madeni. Mama bado kuna mahali. Ukiwa studio, kwa nakulia chakula ni hapa, kwa muziki bado studio ni hapa, kwa wote Yesu ni pale. Yaani nyumba kama hii kasa yote imegawanywa sehemu tatu. Mahali pa coaching news, mahali pa ku. Basi ni nani? Watu wakoka.
mahali kwa watch news, mahali unamleta kula hapa, unakuja na watch news hapa, unakuja kupumzika hapa. Kwani sio hujaingia na pengine. Sasa unakwenda kulala, unaambiwa teremka. Ukiteremka, unateremka yeye anaingia mahali, sasa mahali pa kuoga na nini kitu kiko naambia hapa. Sabuni iko huko. Baba sisi wewe watu wako jamani. Yaani unaona sabuni kama unashinda ni sabuni ama unatoka hapo unaambia papa unaingia hivi, unaingia. Unaenda unapata mtu ameweka studio kwa nyumba, studio. Na wewe ukipata kasani ni mwenyekevu hata usiku. Akitoka kwa mama mtanikula vya wapendwa, mama ameweka gari hapo na gari Rasta inaendelea. Na sio hai unapata madhabahu na sirili. Anakuta vitu madhabahu, anacheza kabisa mnasikia leo ni mtu ambaye akotuma shahidi. Lakini wale maneno yale ya biridi. Watu ndio hiyo hai. Watu asame ile. Watu ingia ndani yake. Kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba atie mali kwa jina la Yesu. Tia hata moja sana ibadilisha mazao. Tia hata moja tunafanya kazi. Sisi nikwambie Mungu hana shida kubariki wewe. Sikiza. Yesu alisema akimsiangaike atakuwa anajua. Hiyo neno wanasema ni kubwa. Ukianza kurudia Biblia kesho. Hiyo Yesu anasema in Matthew 6 kwa zile tunasema kwa pale 23 na kwa sana. Anasema mambo haya hata watu waliokusikia. Lakini anasema kwamba nyinyi tafuteni kwanza ufalme. Ndio mfalme. Ndio mfalme. Tafuta ufalme. Ndio mfalme. Kwa hiyo ufalme. Sija kwa ufalme. Au nini? Sio ufalme basi. Ndio ufalme. Haleluya. Huyu mfalme ambaye ni Mungu ana kila kitu chetu. Ndio kama sisi wale kwenye Kristo. Sisi ni warithi pamoja na Kristo. Haleluya. Amos. Mungu anaenda kubariki. Wacha baada hata hii maisha. Pamoja na wao hapa. Unajikuta Mungu fungua duka hapa. Na mambo yako yanaendelea ndani yako. Ndio hapo sasa ndio kwa bidii. Na mjikuta mnaenda viwango. Baadaye drum kama drum. Ukipata drum tunasikia ni mzoo. Lakini jamaa kutoka pale. Anataka drum kanisani. Kiburi kwa kiburi. Ile maisha naishi. Mimi naomba maisha ufalme. Mungu aliyotoa ufalme huu. Mungu aliyotoa ufalme. Mungu atilie baraka. Mungu atilie utajiri. Kwa watu wanaompenda, watu wanaomtafuta. Ninaomba mbingu ziwe wazi. Ninaomba Mungu akuridhishe mali. Mungu akuridhishe utajiri. Katika jina la Yesu. Atilie baraka. Anasema mkubali kutii. Utakula mbele ya nchi. Na tangazo kule. Hautaishi kwa vumbi. Hautaishi kwa shida. Ninaomba mbingu ziwe wazi. Ninaomba mbingu zikiwani. Ninaomba Mungu. Ninampenda. Ninakuja kanisa. Ninaomba mbingu zikiwani.